kwenye kiti chako katika uwepo wa Bwana. Kwa muda mfupi tutaenda kusimama na kwenda kumshukuru Mungu wetu. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake, kwa namna ambavyo ametuwezesha katika wiki hii, kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi katika wiki hii. Tumeanza wiki pamoja naye na bado huyu Mungu yuko pamoja nasi. Ametuwezesha katika shughuli zetu za kila siku, ametuwezesha katika kazi zetu, ametuwezesha katika juhudi zetu, na ametuwezesha katika kazi ambayo imeendelea mahali hapa tangu sasa. Mungu amekuwa mwaminifu, na pia tumemwona akituwezesha katika maombi ya kufunga na kuomba ambayo tumeanza Jumatatu, leo ikiwa siku ya 4. Neno la Mungu katika Mambo ya Nyakati wa kwanza 29. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29, tukianza na mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 13. Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 11 hadi ule wa 13. Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Bwana, na umetukuzwa, mkuu juu ya vitu vyote. Mstari wa 12 sema, utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Mstari wa 13 unasema, basi sasa Mungu wetu twakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Mungu ametuwezesha kwa mkono wake kwa namna isiyo ya kawaida. Nikuombe mtu wa Mungu mahali ulipo, simama sasa kwa miguu yako kama unaamini ni Mungu amekuwezesha hata kuwepo mahali hapa wakati huu. Ni Mungu amekuwezesha. Inua tu sauti, anza kumshukuru Bwana. Shukuru Mungu ambaye amesimama na wewe wiki hii imeanza. Shukuru Mungu amekuwa pamoja na wewe tangu wiki imeanza. Inua sauti yako, mwambie Baba, asante kwa kusimama nami wiki hii, kwa kuwa pamoja nami wiki hii, kwa kuniwezesha katika wiki hii, katika jina la Yesu. Baba, nakushukuru, nimeuona mkono wako. Shukuru Bwana kwa mkono wake juu yako. Shukuru Bwana kwa msaada wake juu yako. Shukuru Bwana kwa neema yake juu yako. Shukuru Bwana kwa namna ambavyo amekusaidia, amekuwezesha katika kazi zako, amekuwezesha katika shughuli zako, amekuwezesha katika njia zako, amekuwezesha katika biashara zako. Shukuru Bwana kwa namna ambayo amekuwezesha hata katika hatua zako ambazo umepiga wiki tangu Jumatatu ianze mpaka leo. Umekuwa na hatua za mafanikio, ni Bwana amekuwezesha. Umefanya vitu ambavyo umepata matokeo, ni Bwana amekuwezesha katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Baba, asante kwa kuniwezesha wiki hii Bwana. Asante kwa kuniwezesha katika kazi zangu. Asante kwa kuniwezesha katika shughuli zangu. Asante kwa kuniwezesha Bwana katika kila nilichofanya. Acha tumshukuru Bwana ambaye ametuwezesha katika hii kazi ambayo inaendelea mahali hapa. Hii kazi haijakwama, ni mkono wa Bwana ambao umekuwa pamoja nasi. Hii kazi haijasimama tangu ianze, ni mkono wa Bwana ambao umekuwa pamoja nasi. Ni mkono wake ambao umetuwezesha. Mahitaji yanapatikana kwa wakati. Umewezesha watu wake kujitoa, umewezesha watu wake kujituma, umewezesha watu wake kuifanya kazi kwa moyo wao. Inua sauti yako, mwambie asante. Asante kwa mkono wako Bwana ambao umetuwezesha katika kazi hii. Hata tumefika mahali hapa ni kwa mkono wako. Hata tumefika mahali hapa ni kwa uwezesho wako. Baba, tunalitukuza jina lako. Asante Mungu wetu. Shukuru Bwana ambaye ametuwezesha katika mfungo. Tulianza Jumatatu, leo siku ya 4. Hatujachoka, hatujazimia. Mkono wa Bwana umekuwa pamoja nasi. Mkono wa Bwana umetutia nguvu. Mkono wa Bwana umetusaidia. Mkono wa Bwana umetusimamisha. Mtu mmoja ambaye anaamini ni mkono wa Bwana uliokufikisha siku ya 4 ya mfungo. Inua sauti yako, mshukuru Bwana. Inua sauti yako, mshukuru Bwana. Anasema tena, kwao itasikiwa sauti ya shukrani na ya wachangamkao, nami nitawatukuza. Inua tu sauti, mshukuru Bwana. Shukuru Bwana ambaye amesimama nawe katika mfungo huu. Shukuru huyu Mungu ambaye amekuwezesha, amekupa wepesi katika mfungo huu. Amekuwezesha kuhudhuria maombi ya asubuhi, amekuwezesha kuhudhuria maombi ya jioni. Amejibu na maombi yako uliyomuomba tangu siku ya kwanza
kwanza ya mfungo mpaka siku ya leo. Inua sauti, mwambie Baba asante. Asante Mungu wangu. Baba asante, tunakushukuru. Tumeona mkono wako. Baba asante, tunakushukuru. Tumeona msaada wako kwetu. Baba pokea sifa. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeshukuru. Kama ulivyoshukuru, tarajia uwezesho zaidi kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi unapompokea Baba anapokuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uliye na furaha kuwa mbele za Bwana sema amen. Unatarajia Mungu aseme na wewe, sema haleluya. Najua tangu mwanzo wa mwaka mpaka leo Mungu amefanya vitu vingi. Naamini Mungu amekuvusha katika mengi. Mungu amekutetea katika vingi. Katika ibada hii inua tu sauti yako vile ambavyo Roho Mtakatifu anakukumbusha. Mwambie Bwana asante. Mwambie Mungu umefanya hiki, umefanya hiki, umefanya hiki. Baba asante. Inua sauti yako mahala ulipo. Mshukuru Mungu, mwambie Bwana asante. Asante Bwana. Asante Baba yetu. Muinulie Bwana sauti yako, mshukuru. Mwambie Baba asante. Asante Mungu, umefanya mengi mazuri. Umefanya mengi mema. Umefanya mengi ambaye amenipa uhai mpaka leo. Muinulie Bwana sauti yako. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Inua sauti yako kwa Bwana. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Inua sauti yako useme naye. Umwambie Baba asante. Umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu. Asante Baba yetu. Asante Mungu wetu. Asante Baba yetu. Inua sauti yako mshukuru. Kuna yale aliyotenda, kuna vitu ambavyo Mungu amekufanyia tangu mwanzo wa wiki mpaka leo, tangu mwanzo wa mwezi mpaka leo, tangu mwanzo wa mwaka mpaka leo. Usisahau. Neno lake linasema wala usisahau. Wala usisahau fadhili zake. Wala usisahau fadhili zake. Muinulie sauti yako, mwambie Baba asante. Muinulie Bwana sauti yako. Mwambie Bwana asante. Asante Bwana. Asante Baba yetu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa wema wako. Asante kwa ukuu wako. Katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Na kila anayeamini aseme amen. Umbali huu tumefika, Mungu ametusaidia. Unachoona hapa ni kazi ya wiki mbili tu. Hata wiki mbili hazijaisha. Tulianza wiki iliyopita Jumapili mpaka mahali tumefika. Na nataka nikuambia kwamba tumefika 95%. Bwana Yesu asifiwe. 95%. Tayari mlango uko njiani. Mlango utafika kesho. Jumamosi tutakuwa tunauweka. Bwana Yesu asifiwe. Tayari vigae vimeshawekwa. Unaweza ukaona dari imewekwa. Usiku wa leo watakuwa wanafanya skimming. Kifika asubuhi utapata imekuwa yote nyeupe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu ambao wanasema, pastor, sasa mbona kanisa limekuwa karibu sana na gate? Hapana. Gate inasonga. Tunaenda kubomoa mahala pale. Hicho kiwanja unachoona kinachofuata ni cha kwetu. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoenda kubomoa pale, gate linasonga kule mbele. So parking itapatikana paka kule mwisho. So tumeanza na maandalizi ya huku ili muda unapofika wa kubomoa pale tayari. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yanafanyika kwa neema ambayo Bwana ametupatia. Haya yote yanafanyika kwa ukibali na upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka aendelee kufanya, lazima uendelee kumshukuru. Nataka uinue sauti yako, mwambie Bwana asante kwa matendo yako. Mwambie Baba asante. Inua sauti yako mshukuru, mwambie Bwana asante. Muinulie Bwana sauti yako, mwambie Mungu kwa mkono wako uliotufadhili asante. Asante. Asante Bwana. Inua sauti yako, mwambie Bwana asante. Asante Baba. Asante kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa matendo yako. Asante kwa uzuri wako. Asante kwa wema wako ambao tumeuona mpaka leo hii. Asante kwa kutufadhili. Asante kwa kutuwezesha. Asante kwa kututendea. Asante kwa baraka hii. Katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Baba yetu, asante kwa wema wako. Asante kwa mazuri ambayo umetufanyia. Asante kwa jinsi umefadhili kazi yako na kutupa speed. Asante kwa kuinua watu wako wasimame nasi ili kazi yako ikaweze kutimia.
Asante kwa kutufungulia mlango, hata walio mbali, walio karibu wamehusika na kazi hii. Baba, tunarudisha shukrani kwako. Neno lako linasema watu wangu watajitoa kwa hiari siku ya uwezo wangu. Mungu, tumeona uwezo wako, tumeona watu wako wakijitoa kwa hiari. Naomba Mungu, kila mmoja aliyehusika kwa njia moja au nyingine asikose baraka yake katika jina la Yesu. Asikose majira ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Asikose wema wako katika jina la Yesu. Baba, naomba kila sadaka iliyotolewa kwa ajili ya kazi iwe na sauti katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, wahudumie watu wako tena. Litume neno, sema na kila mmoja, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Naomba uketi tafadhali. Mgeugie jirani yako mahala ulipo, kushoto kulia. Studio ndio unaharibu kabisa sound. Yaani ndio umeharibu kabisa. Umeikata, umeweka inavuma zaidi. Mgeugie jirani yako mahala ulipo, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua nafasi ni kufundishe na moja wapo ya somo. Tukumbuka ni wiki yetu ya mfungo, na ni mfungo wa shukrani. So mahali Roho Mtakatifu anataka tujipatie maarifa, anataka tujue kuhusu shukrani. Na leo hii nataka niende kwa undani kidogo na kuonyesha vitu 10 ambavyo shukrani inafanya katika maisha yako. Vitu 10 ambavyo shukrani inafanya katika maisha yako. Studio nisongeshe sound. Uliporudi studio ukaiharibu. Weka high, weka mid ili tuweze kupata ibada. Vitu 10 ambavyo shukrani inafanya katika maisha yako. Kati ya vitu ambavyo Mungu anataka uwe, Mungu anataka wewe na mimi tuwe watu wa shukrani. Hiki ndio Mungu anataka uwe. Anataka uwe mtu wa shukrani. Usi Mungu ana matamanio kwa watoto wake, na anatamani uwe mtu wa shukrani. Ukiangalia Biblia yako, kitabu cha Kolosai sura ya 3 na mstari wa 15, Mungu anatamani sana uwe mtu wa shukrani. Mtu ambaye kutoka asubuhi mpaka jioni, Jumatatu mpaka Jumamosi, isiwahi sikika kulalamika kutoka kwa kinywa chako. Anataka uwe mtu wa shukrani. Wakolosai sura ya 3 na mstari ni wa 15. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 15. Anasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Hiki ndio Mungu anataka tuwe. Anasema iweni watu wa shukrani. Moja wapo ya njia ambayo tutakutofautisha kati ya mwana wa Mungu aliyeokoka na mtu asiyemjua Mungu ni uwezo wa kushukuru. Mtu asiyeokoka sio rahisi umuona akishukuru. Analalamika masaa yote. Mwana wa Mungu, kinachokutofautisha ni hiki: iweni watu wa shukrani. Unatengenezwa kuwa mtu wa shukrani. Una moyo wa kumwambia Mungu asante. So katika vitu ambavyo Mungu anatamani uwe, Mungu anatamani uwe mtu wa shukrani. Nisikilize mtu wa Mungu, nilikisema hiki jana, nitakirudia tena. Kama kuna kitu ambacho uwezi ukakosea ni kumshukuru Mungu. Ni kuhakikishie una uwezo wa kuomba na ukakosea. Unaweza ukaimba ukakosea. Nimeona mara mingi sana waimbaji wakikosea. Unaweza hata ukanukuu andiko na ukakosea. Nimeona kabisa hata viongozi. Anaweza akasimama, alikuwa anataka kusema Luka, akasema Isaya. Unaweza ukakosea. Lakini huwezi ukakosea katika kumshukuru Mungu. Ndio mojawapo ya kitu kizuri ambacho Mungu anasema nitengenezee. Ulishawahi sikia ile andiko Isaka akimwambia mwanae Yakobo, alikuwa anamwambia Esau, akasema nenda porini ukanitafutie nyama fulani nile. Ni nyama ambayo alikuwa anaipenda. Anasema nikishakula hicho ambacho nakipenda, moyo wangu utakubariki. Naye Mungu ana kitu anachokipenda. Na hiki kitu ambacho Mungu anapenda ukimshukuru. Unapomshukuru unaguza moyo wake, na pale pale unapata baraka ya moyo wake. Zaburi 92 na mstari wa 1.
So shukrani ni kitu kizuri ambacho utamfanyia Mungu, ni kitu ambacho huwezi ukakosea. Anasema ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako uliye juu. Ni neno jema, it's a good thing. So kama kuna mtu ambaye unatafuta nimpe Mungu zawadi gani, nisikia mtu aliimba zawadi gani nimtolee Bwana. Moja wapo ya zawadi ambayo utamtolea Mungu wako ni kumpa shukrani. Ukichagua wiki moja ya kumshukuru Mungu, hujakosea. Ukichagua siku nzima ya kumshukuru Mungu, hujakosea. Kwa sababu gani? Nisikilize mtu wa Mungu. Kiwango cha kushukuru kwako ndio kiwango cha ukuu wako ambacho Mungu atakupatia. Kiwango cha shukrani yako ndio kiwango cha ukuu wa Mungu utakaofunuliwa kwako. So kama unataka Mungu aendelee kufanya, Mungu azidi zaidi kufanya, then na wewe zidisha kiwango chako cha shukrani. Kiwango chako cha shukrani ndio kiwango cha ukuu wa Mungu ambao utatembea nao. So anayetaka kuinuliwa zaidi ni lazima ajifunze kushukuru zaidi. Kama unataka Mungu azidi kukuinua, then jifunze kushukuru zaidi. Mshukuru katika kila jambo. Shukuru kila mahala. Shukuru mara kwa mara. Unapofanya hivyo, Mungu anaendelea kuzidisha ukuu katika maisha yako. Leo hii nataka nikuonyeshe vitu 10 ambavyo shukrani inafanya katika maisha yako. Nenda navyo, vitunze mahala. Unapokosa kushukuru unavipoteza. Number 1, shukrani ni mlango katika uwepo wa Mungu. Shukrani ni lango katika uwepo wa Mungu. Hauwezi ukaingia uweponi mwa Mungu pasipo kujifunza shukrani. It's an access. So kila unapotaka uwepo wa Mungu, lazima uwe na ufunguo wa shukrani. Kama unatamani uwepo wa Mungu, basi tamani kushukuru kwanza. Shukrani inakupa ufunguo wa kuingia katika uwepo wa Mungu. Nitakuonyesha hili katika maandiko ili uone vizuri. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 100 na mstari wa 4, shukrani ni ufunguo. Hakuna mtu anayeingia katika uwepo wa Mungu pasipo kushukuru. Biblia inasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni. Hakusema wakati mnasali tu. Kama unataka kubeba uwepo wa Mungu, lazima uwe mtu wa shukrani. So shukrani yako inakupa ufunguo wa kuingia katika uwepo wake. Anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. So shukrani imewekwa kama ufunguo, ni automatic. Once una moyo wa shukrani, hauchukui muda sana ukitafuta uwepo wa Mungu. Ghafla tu umeingia uweponi mwake. Unaomba, unataka uwepo wa Mungu, Mungu anasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ukipuuza ili andiko na uingie malangoni mwake na mahitaji, utakaa sana nje, haufunguliwi. Umeingia malangoni mwake na malalamiko, utakaa sana nje, hauingii. Shukrani inakupa nafasi ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Whether upo kwenye gari, utakapoanza Baba asante na kushukuru hata kwa kunipa fursa hii, immediately uwepo wa Mungu umeshaifunguka kwako. Na pale pale Mungu ataanza kusema na wewe. Nataka usikilie hiki kitu kitakusaidia. Katika uwepo wa Mungu, ufunguo wa kwanza ni shukrani. Zaburi 95 na mstari wa 2. Maandiko mawili hayawezi yakaongea uongo. Zaburi ya 95 na mstari wa 2. Zaburi 95 mstari wa 2. Anasema tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. So tunasonga mbele za Mungu kwa shukrani. Unaposhukuru, Mungu anakuleta karibu naye. So unaweza ona kwa nini saa nyingine Mungu yuko mbali na wewe. Kwa sababu moyo wako unalalamika mno. Moyo wako unalaumu mno. Moyo wako unalaani sana. Moyo wako una huzuni. Lakini ukitaka Mungu afungue uwepo wake, afungue mlango wa uwepo wake, lazima uwe mtu wa shukrani. So shukrani ni ufunguo. Hatushukuru kwa sababu tumepewa kitu. Tunashukuru kwa sababu tunataka tuwe karibu naye. Tunashukuru kwa sababu tunataka tusonge mahali alipo.
Na Biblia inatupa password. Anasema hii ndio password ya kuingia malangoni pake. Lazima uwe na shukrani. Wakaguzi wa uwepo wa Mungu wanakagua hiki ndio uingie. Unapotaka kuingia katika uwepo wake, malaika wanaolinda uwepo wake ambao ni makerubi wanakagua umekuja na nini. Wakiangalia list, nimekuja nataka anisaidie hiki na hiki, wanasema kaa pembeni kwanza. Na wewe, mimi nimekuja nataka anisaidie mtoto wangu shuleni, kaa pembeni kwanza. Na wewe unapokuja unasema mimi nimekuja tu nataka nimshukuru. Hata hapa tu nataka niwaambie matendo yake. Wanakuambia wewe pita. Na pale unampata Mungu. So una uwezo wa kubeba uwepo wa Mungu kwa kupitia shukrani. Na leo hii utaondoka na uwepo wake katika jina la Yesu. So shukrani inakupa ufunguo wa kuingia uweponi mwa Mungu. Namba 2. Shukrani inasababisha unawiri. Thanksgiving makes you to flourish. Utaua vitu mkononi mwako ukiwa mtu wa kulalamika. Hakuna kitakachokuwa mkononi mwako kama wewe ni mtu wa kulalamika. Shukrani inakusababisha unawiri. Unataka unawiri kifedha, lazima umshukuru Mungu. Unataka ndoa yako inawiri, mshukuru Mungu. Chochote ambacho Mungu anakupa, nisikilize mtu wa Mungu. Chochote ambacho Mungu anakupa ni mbegu. Mungu hukupatia mbegu. Hiyo mbegu inatakikana imwagiliziwe ili iweze kunawiri. Chochote ambacho Mungu anakupa ni mbegu. Mungu atakupa mbegu ya amani katika ndoa yako. Mungu atakupa mbegu ya mafanikio katika maisha yako. Mungu atakupa mbegu ya ushindi katika mapito yako. Now, njia ya kuifanya ikue, inawiri, iweze kusimama, ni lazima ushukuru. Nataka nikuonyesha andiko hapa. Shukrani inakusababisha unawiri. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7. Kila kitu kuhusu maisha yako kinakuwa wakati ambapo unashukuru. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi 7. Anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Angalia mstari wa 7. Enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye. Unaona, mmempokea Kristo, lakini anaanza kukupa njia ya kwenda mizizi yako iende chini na uanze kujengwa. Anasema mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. So the more tunashukuru ndivyo mizizi yetu inaenda chini. The more tunashukuru ndivyo matawi yetu yanaanza kusambaa. The more tunashukuru ndivyo tunavyoendelea kunawiri. Ukimshukuru Mungu, eneo ambalo unamshukuru Mungu ndilo linalokuwa. Eneo ambalo unalalamika sana ndilo linalokufa. Unapomshukuru Mungu kwa matendo yake yanakuwa. Unapomshukuru Mungu kwa kila alichotenda, matendo yake yanaendelea kuzidi maishani mwako. So shukrani inakuwezesha kunawiri. Kudumaa ni mojawapo ya matokeo ya kulalamika na kunungunika. Kila ambacho unataka kikue, lazima ukiweke katika misingi ya shukrani. Kila ambacho unataka kizidi maishani mwako, lazima ukiweke katika mazingira ya shukrani. Why? Unashukuru and then unanawiri. Naona mtu akinawiri hapa katika jina la Yesu. Nasema naona mtu akinawiri hapa katika jina la Yesu. Kiangalia katika kitabu cha Habakuki sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Njia ya kuinuka ni shukrani. Ndio njia yako ambayo utainuka. Habakuki sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Huyu bwana alikataa kunungunika, na ndio njia ambayo aliinuka naye. Alikataa kulalamika. Biblia inasema maana mtini hautachanua maua, wala misabibuni hamtakuwa na matunda. Taabu ya msaiduni itakuwa bure. Mashamba hayatatoa chakula. Zizini hakutakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Hakuna kitu cha kushukuru hapa. Lakini huyu bwana alifahamu siri ya shukrani. Alifahamu kwa nini anahitaji kushukuru. Nipe mstari wa 18. Angalia mstari unaofuata. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu.
You see, ametoa macho yake kwa misabibu, ametoa macho yake kwa mifugo, ametoa macho yake kwa uharibifu unaoendelea, ameng'ang'ania wokovu alioupata kwa Bwana. Amepata sababu ya kumshukuru Bwana. Ndio sababu anasema, walakini nitamfurahia Bwana wa wokovu wangu. Sitaangalia vitu vya kawaida ambavyo vitafanya mimi nikaweze kuanguka. Mstari wa 19 anasema, Yehova aliye Bwana wangu ni nguvu zangu. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu, naye ataniendesha katika mahali pangu palipoinuka. Mungu atanitoa kwa hali hii nilionayo kwa sasa. Mungu atanitoa kwa hali ninayopitia kwa sasa. Kwa kupitia shukrani ataniweka mahali pangu pa juu. Shukrani inakusababisha unawiri. Ni mchungaji, utakapoona watu 10, changamkia. Mshukuru Mungu kwa watu 10. Tafuta sababu ya kwamba Mungu, hao watu 10 waliacha kazi zao nyumbani, waliacha shughuli zao, wakaja kunisikiliza mimi kwa kile ulichonipa. Baba asante. Nikuhakikishie kesho watakuwa wamefika 20. Wakifika 20, changamka. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya hawa ambao wameongezeka. Sikustahili hata unipe, lakini umenipa. Kesho kutwa utakutana na 50. Shukrani inakusababisha unawiri. Mshukuru Mungu kwa wateja ulio nao, and then angalia kesho. Lazima akuletee wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu shukrani ni kitu kizuri unachomfanyia Mungu wako, na unapompatia kitu kizuri inamchochea afanye zaidi. Pokea neema ya kushukuru katika jina la Yesu. Namba 3, shukrani husababisha uhai. Thanksgiving gives you life. Shukrani inasababisha uhai. Ndio sababu walio hai peke yao ndio wanaweza kushukuru. Utaua if utakuwa mtu wa kulalamika. Shukrani inasababisha uhai. Angalia watu wanaoimba nyimbo za shukrani. Ukizisikiliza hazichokangi, hazitoki kwa soko. Hapana, zinaendelea kuwepo. Angalia watu wanaoimba nyimbo za dunia, wengi wanaimba nyimbo za mapenzi. Ikihiti miezi 3 imeshatoka sokoni. Lakini anayeimba nyimbo za kumshukuru Mungu zipo paka leo. Kuna zile ambazo nimezisikia tangu utoto wangu kwa sababu ni ya shukrani. Shukrani inasababisha uhai. Familia inayoshukuru itakuwa na uhai. Mwanabiashara anayeshukuru atakuwa na biashara iliyo hai. Mwanandoa unayeshukuru utakuwa na ndoa iliyo hai. Shukrani inasababisha uhai. Angalia Biblia yako, Zaburi sura ya 6 na mstari wa 5. Unapokosa kushukuru unajitangaza ya kwamba umekufa. Biblia inasema, maana mautini hapana kumbukumbu. Katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? So Mungu anachukulia ya kwamba anayelalamika yule amekufa. Dalili ya kwamba wewe ni mfu ni kukosa kumshukuru Mungu. Dalili ya kwamba wewe ni hai na unataka Mungu aendelee kukupa uhai, ni lazima ushukuru. Ndio sababu Yesu alipofika kwa kaburi la Lazaro hakuwa na maombi ya kukemea. Yesu alienda na shukrani, kwa sababu alijua shukrani inasababisha uhai. So Yesu akasimama kando ya kaburi akasema, Baba asante kwa sababu unanisikia kila wakati. Na cha ajabu ni kwamba kupitia shukrani roho ya uhai ikashuka, ikaingia ndani ya kaburi. Amekufa siku 4 zilizopita, roho ya uhai ikamleta. So shukrani inasababisha uhai. Yule anayetaka aone uhai katika uchumi wake lazima ujifunze kushukuru kwa kila kipato ambacho Bwana anakupa. Yule ambaye anataka aone uhai katika ndoa yake lazima umshukuru Mungu kwa kila kizuri anachofanya kwenye maisha yako. Shukrani inasababisha uhai, mtu wa Mungu. Unapoanza kunungunika, Biblia imeshakupa hukumu yako. Do you know that's why Mungu alisema yeye hata hukumu watu? Ulishahukumiwa na andiko. Na ndio hili andiko katika hiyo Zaburi tumeisoma sasa hivi. Mstari wa sura ya 6 mstari wa 5. Anasema washukao kaburini, anasema katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Ukienda kuzimu na upate watu wanasema Baba asante, wale watu hawako kuzimu, wako mbinguni. Kuzimu kila mtu analalamika kwa sababu ya moto ulao. Kila mtu analalamika, kila mtu analaumu. Ningelifika singelikuja huku kama singelikuwa mchungaji wangu. Mwingine analalamika, yule binti ndiye alinitoa kwenye kanisa. Yule mwingine analalamika, yule mwanabiashara ndiye anisababisha nikatapeli. Ndio kazi iliyoko kuzimu.
Lakini wewe ambao unataka uwe na uhai, siri ni hii: mshukuru. Neema ya shukrani inasababisha uhai. Unataka huduma iliyo hai, acha iwe huduma inayoshukuru, huduma inayemwambia Mungu asante katika kila kitu. Unataka maisha yaliyo hai, dada au kaka, lazima uwe mtu wa shukrani katika kila jambo. Namba 4, shukrani hufanya nini pastor katika maisha yetu? Shukrani ni njia ambayo inatunza uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kupitia shukrani unatunza uwepo wa Roho Mtakatifu maishani mwako. Roho wa Mungu hawezi kaa katika mazingira ya malalamiko. Roho wa Mungu hufanya kazi katika mazingira ya shukrani. Mahali ambapo kuna shukrani ya mara kwa mara, pale Roho wa Mungu ako hai na yuko kazini. Na ndio sababu alianza kwa kukuonya akisema ya kwamba usimkwaze Roho wa Mungu. Unamkwaza Roho wa Mungu kwa njia gani? Katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Moja wapo ya njia ya kutunza mafuta, pastor, moja wapo ya njia ya kutunza neema ya Mungu juu ya maisha yako ni kupitia shukrani. Waefeso sura ya 5 na mstari ni wa 18. Waefeso sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Na anakuonyesha jinsi ya kujazwa Roho hapa. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Angalia mstari wa 20. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ndio njia ambayo unatunza uwepo wa Roho Mtakatifu. Anasema msilewe mvinyo. Una uwezo wa kulewa Roho wa Mungu. Anaweza akakulewesha na baraka. Anaweza akakulewesha na kibali. Anaweza akakulewesha na majibu ya maombi yako. Yaani anasema msilewe kwa mvinyo, lakini mjazwe Roho Mtakatifu. Anakupa njia za kujazwa. Ile andiko linakupa jibu pale pale. Hii ndio njia ya kujazwa. Na njia moja wapo anasema jenga sifa moyoni mwako, huku mkisemezana kwa kusifu. And then chini mstari wa 20 anasema huku mkimshukuru Mungu katika mambo yote. So unapolalamika ni njia mojawapo ya kukata uwepo wa Roho Mtakatifu. Unapolalamika ni njia mojawapo ya kujiondoa katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Anafika mahala shughuli zake zinakata. Hawezi kuendelea. Hawezi kuendelea kutenda. Nilisema kitu kitambo sana, nitakisema tena. Mungu ana makazi mawili. Makazi ya kwanza ya Mungu ni mbinguni. Makazi ya pili ni katikati ya sifa za watu wake. Mungu ana makazi mawili. Makazi ya kwanza ya Mungu, yeye hukaa mbinguni, ni enzi yake. Anasema mbingu ni enzi yake. Lakini makazi ya pili, Biblia inasema Mungu huketi katikati ya sifa za watu wake. So kumshukuru Mungu ni njia mojawapo ya kumtengenezea Mungu mazingira ili aweze kupata mahala pengine mbadala ya mbinguni. That is, mtu anayemshukuru Mungu mara kwa mara, umemtengenezea Mungu jukwaa ambalo ana uwezo wa kukaa, ana uwezo wa kudumu pale ili aendelee kutenda. Shukrani inatunza uwepo wa Roho Mtakatifu. Namba 5. Shukrani inafanya nini katika maisha yako? Shukrani inahifadhi baraka zako. Kupitia shukrani utahifadhi baraka zako. Ukitaka mkono wa Mungu uendelee kutenda, ukitaka neema ya Mungu iendelee kufanya, ukitaka uwepo wa Mungu uendelee kufanya kazi katika maisha yako, then endelea kumshukuru Bwana. Bishop Edeba anatumia neno ambalo nalipenda mno, neno nzito ambalo linanisaidia kutembeza maisha yangu. Anasema hivi: Mungu hana shida ya kufanya kazi maishani mwako, mradi tu asipate mtu anayeiba utukufu wake. Mungu hana shida ya kufanya kazi so long as hajapata mtu anayeiba utukufu wake. So njia ya kutunza matendo ya Mungu katika maisha yako ni kuendelea kumshukuru mara kwa mara. Usilale na shukrani ya Mungu, mpe mara inapofika. Mungu anapokufanyia kitu, usilale nacho, shukuru wakati huo huo. Why? Mungu hana shida ya kufanya katika maisha yako, mradi tu
hautaiba utukufu wake. Kama utachangamkia kumrudishia shukrani, Baba asante, ni wewe uliyefanya, na hata kwa vidogo vidogo tu anavyokufanyia, kwa sababu shukrani inahifadhi baraka zako. Kitabu cha Malaki sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 2. Shukrani inahifadhi baraka zako. Unapokosa kushukuru, baraka zinabadilika, zinakuwa laana. Nuru inabadilika, inakuwa giza. Utukufu unabadilika, unakuwa aibu. Hiki ndio kinakula watu wengi pasipo kujua. Unaona ili andiko? Na sasa enyi makuhani. Makuhani ni nani? Nyinyi warokole, nyinyi wa Kristo, nyinyi mliompokea Kristo, kwa sababu Kristo alitufanya makuhani na akatufanya wafalme. So anapohita makuhani, haongelei kuhusu wachungaji, anaongelea kuhusu kila mmoja aliyeokoka. Na sasa enyi makuhani, amri hii ya wahusu ninyi. Mstari wa 2, angalia kinachohitajika. Kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia moyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeeni laana, nami nitazilaani baraka zenu, na nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamuyatii moyoni. Mnachukulia vitu vyangu mzaa sana. Nimekuinua kazini, haukutaka kunirudishia utukufu, nitageuza hiyo kazi iwe laana. Ndio maana yake. Nimekufungulia mlango wa ndoa, hutaki kunishukuru, nitageuza hiyo ndoa iwe kitimoto. Hiki ndio kinachofanyika kwa watu wengi. Nimekupa hela, alafu ukutambua ni mimi nilikupa, haukunirudishia utukufu, nageuza hizo hela ziwe kipigo chako. That's why unaona kuna watu wanainuka, alafu nafasi ambayo Mungu amempa imekuwa ya kumwangamiza. Kwa nini? Kwa sababu shukrani inahifadhi baraka zako. Chochote ambacho Mungu anakupa kinahifadhiwa na shukrani. Sikiliza mtu wa Mungu, maombi yanakupa, and then shukrani inatunza. Maombi yatakupa mahitaji yako, lakini shukrani itatunza hiki ambacho Mungu amekupatia. Imekuwaje baraka zako zimepotea? Umepoteza dira, ulipoteza shukrani. Mungu anapochangamkia maisha yako anatamani umshukuru. Kwa sababu gani? Maombi hukupatia vitu, shukrani inakitunza hicho kitu. Mshukuru Mungu mpaka atakapokupa kingine. Mshukuru Mungu mpaka atakapokufungulia mlango mwingine. Ukiona hajafungua mlango mwingine, inamaanisha shukrani yako haijatosha. Hajafungua mlango mwingine kwa sababu shukrani yako haijatosha. Mshukuru Mungu mpaka atakapokupa kingine. Kwa nini? Shukrani inahifadhi baraka zako. Ni kuonyesha andiko ambalo linatisha kidogo. Yeremia 13 mstari wa 16. Kukosa shukrani ni hatari. Somebody alipata kazi and then ghafla wakakupenda sana kazini. Oh, walikushangilia wakakuchangamkia mno. Ghafla hawataki hata kukuona. Ulipoteza nini? Ulipoteza utukufu kwa Bwana. Ulijisahau njiani. Na ndio hii anasema mtukizeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza, na kabla miguu yenu haijajikwaa juu ya milima yenye giza, na wakati mnapoitazamia nuru, kabla hajaigeuza kuwa kivuli cha mauti na giza nene. Ukikosa kushukuru, matukio ndio haya yameshaandikwa hapa. Sio kwamba Mungu atatafuta kitu cha kukuhukumu na hapana. Utakapoenda mbele yake, Mungu kwa nini? Mungu kwa nini? Mungu kwa nini? Anakuambia njoo, fungua Yeremia 13 mstari wa 16. Unaona hivi vitu vilivyoandikwa pale, hiki na hiki na hiki umekiona maishani kwako? Ndio. Umeona giza likigeuza nuru, ikigeuzwa giza? Ndio. Ulichokosa ni hiki, haukunipa utukufu, haukunishukuru nilipokusaidia, haukunishukuru nilipokuvusha, haukunishukuru nilipotenda matendo fulani maishani mwako ukanichukulia poa. Na kwa sababu hii nuru yako imegeuzwa kuwa giza. Nuru yako haitageuzwa katika jina la Yesu. Laana haitakupata wewe katika jina la Yesu. Baraka yako haitageuzwa iwe laana katika jina la Yesu. Ukitaka iwe hivyo, lazima upokee neema ya shukrani. Namba 6. Shukrani hufanya nini pastor? Shukrani inazidisha baraka zako. Nadhani neno mnalotumia sana huko inajumuisha. Shukrani inazidisha, it multiplies your blessings. Mungu anajumuisha baraka zako. Ulipata 8,
anaweza amua kufanya 8 mara 20. Unaposhukuru Mungu anazidisha baraka zake. Utaendelea kuzalisha zaidi. Utaendelea kuongezeka zaidi. Utaendelea kupata zaidi kwa sababu tu ya ufunguo huu mdogo wa shukrani. Shukrani inazidisha baraka zako. Yeremia 30 na mstari wa 19. The more you thank God, the more you multiply. Una uwezo wa kutoka kwa kipato cha laki mpaka kujipata uko na kipato cha milioni 10. Just kwa sababu ya tabia na moyo wa shukrani. Mbona nimeiona sana. Kipato kidogo lakini unaona Mungu akikupandisha. Mungu anakupandisha. Mungu anakupandisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya shukrani. Kuwa makini na shukrani. Angalia anachosema hapa. Anasema tena kwao itasikiwa shukrani. Mungu hakusema tena kwao itasikiwa maombi. Anaelewa sana anachoandika unajua. Hajasema tena kwao itasikiwa maombi. Hakusema tena kwao itasikiwa wakinukuu maandiko. Huu ndio ufunguo wa kukuzidisha. Anasema tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao. Ni watu walio na furaha. Sio kwamba unamshukuru Mungu na umenuna. Ni watu walio na furaha. Anasema nami nitawazidisha. Sema amen. Kwa sababu ya shukrani nawazidisha. Niliwapa 5 narudi kuwapa 10. Wakiwa bado wengine wanalalamika kwa nini huyu tu, hawajui siri yake. Yeye amejifungia, anamchezea Mungu, anashukuru Mungu. Nitazidisha 10 iwe 20. Akiwa bado anashangilia, nitazidisha 20 iwe 40. Anasema nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache. Sema amen. Anasema tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Watu wa Mungu, hebu liangalie hili andiko. Wewe umefanya kitu kimoja, Mungu anafanya vitatu. Wewe umeshukuru tu, lakini anasema namba 1 nitakuzidisha. Namba 2 sitawafanya wawe wanyonge, nitawatukuza. Yusufu amefanya kimoja, yeye ametibuliwa. Ni kitu ambacho kinamuweka on. Ni kama switch ambayo inamuweka Mungu wako on, aendelee kukutendea. Ni wapi umenyonga baraka zako mwenyewe kaka? Hautambui kila Mungu anafanya. Amekupa afya wiki nzima. Wiki nzima amekupa afya, lakini hauwezi ukamshukuru. Look, kama hujawahi kuwa mgonjwa, hauwezi ukadhamini afya ulionayo. Hauwezi kabisa. Hauwezi ukadhamini afya ulionayo kama hujawahi kuwa mgonjwa. Na hivi vitu ninavyokuambia nimeviona. Yaani nimeviona kabisa. Juzi hapa nimetoka madhabahuni tu. Yaani nimemaliza kuhubiri. Tena ilikuwa ni juzi. Yes, juzi. Nimemaliza kuhubiri. Ile tu nimemaliza, wamesema hakika wema na fadhili zitatufuata. Nikasikia hapa. Ni kama kitu kilinipiga na jiwe unajua. Nilidhani ni mzaha. Nikadhani ni zoezi. Nikaanza kuvuta mguu. Nikadhani ni zoezi. By the time nilifika ofisini, singesimama. Nasikia kama ni kichefuchefu. Najisikia nitapike. By the time nafika bafuni, singesimama. Mke wangu alinikuta kama nimeanguka kwa bafu. Hapa ndio nilijua afya. Nilianza kuomba, sio kwamba naomba afya. Nilitaka tu Mungu anisaidie, anitolee maumivu. Mungu nisaidie tu nitolee maumivu. Within 1 hour singeliongea. Within 1 hour. So by the time kangu anakuja namwambia nishike tu mkono uniombee. Hapa siwezi sema cha kichungaji. Niombee hapa dakika hii. Na katika kuniombea, hapa ndio niliona uhai wangu unarudi. Na hapa ndio nikakumbuka. By the time nilikaa nikamuuliza Mungu, ulikuwa unanifundisha nini? Kwa sababu ndani ya dakika 20 tena ni mzima kabisa, natembea mwenyewe. Ndani ya dakika chache nimezinduka, natembea tena mwenyewe. Na asubuhi nikachukua maombi. Mtu ambaye nilikuwa natakana nibebwe na ambulance, nimerudi nachukua maombi. Namuuliza Mungu, ulikuwa unanifundisha nini? Akaniambia nilikuwa nakufundisha dhamani ya uzima. Na nilikuwa nimetoka tu kufunza. Na nimewaambia watu, shukrani ni kudhamini baraka ambazo Mungu amekupa. Unadhamini kile Mungu amekupa. For the first time nilidhamini ya kwamba I say kuwa na mwili ambao hauumwi popote ni baraka kubwa kuzidi hela. Mtu wa Mungu, shukrani usicheze nayo.
Lazima ujifunze kumshukuru Mungu ili aendelee kukuzidisha, ili aendelee kutunza baraka ulionayo. Somewhere umejisahau, somewhere umejiacha. Mshukuru Mungu katika kila jambo, na shukrani yako hiki ndio inachofanya, inahifadhi baraka zako ili Mungu aendelee kukubariki zaidi. Naona ukizidishwa katika jina la Yesu. Naona ukizidishwa katika jina la Yesu. Namba 7, shukrani hufanya nini? Shukrani inakamilisha kile ambacho Mungu ameanzisha. Shukrani inakamilisha kile ambacho Mungu ameanzisha. Neno la Mungu liko wazi kabisa, anasema Mungu kwetu ni mwaminifu. Aliyeanza kazi njema ni lazima atalikamilisha. Wafilipi sura ya 1 na mstari wa 6. Hili andiko lina booster, lina kitu ambacho linalisaidia ili litimie. Wafilipi sura ya 1 na mstari wa 6. Nataka ulione. Wafilipi, nipe Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6. Nami naliaminilo ndio hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Sasa nataka tufate tujue Mungu anaimalizaje kazi aliyoanza. Mungu alianza kwa kukuinua. Kwa nini aachie njiani? Na yeye ni Alfa na Omega. Kilichokata ni shukrani. Mungu alianza mafanikio katika maisha yako, akakupeleka ukafika mahali ikakata. Nini kilifanyika? Ulikata shukrani. Mungu alianza majibu ya maombi yako. Ulipoombea mumeo abadilike, Mungu akamguza kwa mara ya kwanza, akakupigia simu ili akamilishe. Unaendana, unasukuma shukrani. Hata kwa hiyo simu uliyopokea tu inakutosha kabisa kuingia katika mfungo wa shukrani, ya kwamba Baba asante, ya kwamba amenikumbuka. Unapofanya hivyo, Mungu anakamilisha alichokianza. Ni nini hiki ambacho kimekata maishani mwako? Angalia jinsi Mungu anavyokamilisha alichokianza maishani mwako. Yakobo sura ya 1 na mstari wa 17. Yakobo sura ya 1 na mstari wa 17. Nataka nikuonyeshe hesabu za mbinguni hapa na uone jinsi Mungu anapokamilisha, anavyokamilisha. Yakobo sura ya 1 na mstari ni ule wa 17. Anasema kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili. Unaona hili? Kuna anatoa kilicho chema kwanza. Mungu ana mikono miwili, unajua. Mkono wake wa kwanza atakupa kilicho chema. Anaangalia, anasubiri. Unakichukwaje? Umetosheka na umeridhika na kilicho chema? Ukimshukuru na umchangamkie, ananyosha mkono wa pili, anakupa kilicho kamili. Kwa Kiingereza anasema every good and perfect gift comes from the Lord. So Mungu anaanza kwa kukupa kilicho chema. Anaweza akakupa hela ambaye yeye anaona ni nzuri kwako, lakini haujakamilika. Anataka ikamilishe. Na kamilishaje? Katika shukrani. Unakaanza kumshukuru Bwana, unapoanza kumwambia Bwana asante, anakamilisha, anakupa kila ambacho kimekamilika. Hapa ndio unaingia katika mafanikio ambayo sio ya bahati nasibu. Hapa ndio unaingia katika mlango ambao sio wa kubahatisha, mlango ambao hauogopi tena. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akafanya kwako na usipochunga vitapotea. Shukrani ndio itakayokamilisha hiki ambacho Mungu amefanya. Hapa ndio atakuingiza katika huduma ya kwako, pastor. Hapa ndio atakuingiza katika mafanikio ya kwako kabisa. Ndicho kilichofanyika katika kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 16 hadi 19. Walipata uponyaji lakini hawakukamilika. 9 walienda wakiwa hawajakamilika. Walipokwenda anajua chochote kitatokea, lakini mmoja alirudi. Biblia inasema akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Mstari wa 17. Unaona, huyu ni Msamaria. Kwa nini Biblia inasema Msamaria? Mara mingi warokole wanapenda sana kuchukua vitu vya Mungu poa. Msamaria ni mtu ambaye sio Myahudi. Mara mingi mtu aliyeokoka muda mrefu unafika mahali unamzoea Mungu. Ukishamzoea Mungu unachukua vitu vyake hivi hivi. So anakufanyia kitu fulani unachukua, si baba, si Mungu ni baba yangu. Hawa wengine 9 ndicho kilichowakuta. Wale walikuwa Wayahudi.
walipokea, waliguzwa, akapata uponyaji. Lakini Yesu akajibu akanena, hawakutakazwa wote 10? Wale 9 wako wapi? Mtu wa Mungu, hiki cha ajabu sana. Inamaanisha Yesu anapokufanyia kitu usidhani anaondoka. Yeye ubaki pale pale. Kama alikufanyia hicho kitu kwenye madhabahu ya maombi yako, hajaondoka, amebaki pale anasubiri. Ndio sababu hao waliporudi walimkuta pale pale, hajaondoka, walimkuta pale pale kanisani. Akawauliza, jamani, si mlikuwa 10 mlipokuja mkinililia? Mkilia sana ya kwamba niwasaidie, wapi wengine 9? Akasema hao wengine 9 walipoona vidole vimerudi tu, wamerudi kwenye uvuvi. Hao wengine 9 walipoona tu ngozi yao imekuwa nzuri, wamerudi kwenye shughuli zao, hawajarudi kushukuru. Lakini wewe peke yake ndio, huyu peke yake ndiye amerudi. Angalia mstari unaofuata. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Usiruhusu mgeni wa nje, anatoka nje anakuja anaendelea kuinuka na wewe ukiwa pale, kwa sababu umemzoea Mungu. Jifunze kurudi kwa Mungu na shukrani. Angalia linalofuata. Akamwambia, inuka, enda zako, imani yako imekuokoa. Kwa Kiingereza anasema your faith has made you whole. Kwa njia nyingine umekamilika. Unajua maana hili andiko? Inamaanisha huu ukoma nimeuondoa kwa ukoo wako wote. Nimeung'oa huu ukoma, hautawahi kukurudia tena hata iweje. Wale wengine nitawasubiri hapa, ipo siku atanirudia wakilia tena. Unaona kwa nini mara ya kwanza ulienda ukalia, Mungu akakuinua. Mara ya pili ulienda tu na mfungo wa siku 3, Mungu akakuinua akakupa kazi. Mara hii umepiga 40 kavu, akujibu. Umerudi 3 kavu, bado anakutazama. Kwa sababu gani? Ulichukulia poa vitu vya kwanza alivyokupatia. Na ndio sababu anasema acha waende, wewe nenda, umekamilika. Hao wengine watanikuta hapa siku nyingine. Usifikishe Mungu hapa. Shukrani inamfanya Mungu akamilisha alichoanzisha maishani mwako. Naona akikamilisha katika jina la Yesu. Nasema naona akikamilisha katika jina la Yesu. Namba 8. Is it number 8? Yes, namba 8. Shukrani inachochea imani yako kukua. Thanksgiving activates your faith to grow. Shukrani ni njia mojawapo ya kumtumaini Mungu. Maana unatambua Mungu ndio chanzo, Mungu ndio sababu. So shukrani yako inasababisha moyo wako kumuishia Bwana. Unaulazimisha moyo wako kumtegemea Mungu. Shukrani ni tangazo katika ulimwengu wa roho ya kwamba Mungu ndio chanzo cha baraka yangu. Mungu ndio sababu ya kuinuka kwangu. Mungu ndio sababu ya baraka nilionayo. Na kwa sababu hiyo imani yako inaendelea kunawiri. Imani yako inaendelea kukua. Imani yako inaendelea kupanda zaidi. Mtu wa Mungu, sikiliza. Shukrani ni njia mojawapo ya kuichochea imani yako. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 hadi 6. Is it? Sorry. Kolosai sura ya 2. Wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 7. Unataka uimarike katika imani yako? Unataka imani yako ikaweze kuinuka? Wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 7. Shukrani ni njia mojawapo ambayo inatibua imani yako. Neno la Mungu linasema, anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Mstari wa 7 anasema endeneni hivyo hivyo katika yeye, wenye shina, wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani. Kwa njia ipi? Kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. So imani yetu inaimarika katika Bwana, kumtegemea, kumtumaini. Maana shukrani inakusababisha moyo wako unashawishika kabisa ya kwamba Bwana ndio chanzo cha mafanikio yangu. Bwana ndio chanzo cha baraka nilionayo. The more unashukuru, ndivyo unavyoimarika katika kumtumaini Bwana. Utafika mahala kila kitu ulichonacho moyo wako unasema hiki ni Mungu aliyempa. Hata kabla hujajibu, hiki ni Mungu aliyempa. Utafika mahala mtu wa Mungu kwa moyo wa shukrani, hata kwa haraka tu mtu akikwambia dada unapendeza, unamwambia namshukuru Mungu kwa sababu ni yeye ananiimarisha.
moyo wako unamtumaini Bwana. Utafika mahala chochote kizuri ulicho nacho, utapata moyo wako ni mwepesi kusema ni Mungu. Why? Shukrani inafanya moyo wako uzidi kumtumaini Bwana, uzidi kumtegemea Bwana. Shukrani inaimarisha imani yako, na leo hii imani yako inaimarika katika jina la Yesu Kristo. And then number 9, shukrani inaachilia roho ya unyenyekevu ambaye inamfanya Mungu azidi kukuinua. Shukrani inaachilia moyo wa unyenyekevu, roho ya unyenyekevu ambaye inamfanya Mungu azidi kukuinua. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 hadi 6. Unyenyekevu. Unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni kutambua ya kwamba sio juhudi zangu, ni Mungu. Unyenyekevu ni kutambua ya kwamba Mungu ndio chanzo, Mungu ndio sababu. Nataka nirudie nilichosema. Ninaposema unyenyekevu na maanisha nini? Na maanisha vitu viwili. Cha kwanza, unyenyekevu ni kutambua Mungu ndio chanzo. So mtu mnyenyekevu sio mtu anayetembea taratibu. Hapana. Mtu mnyenyekevu sio mtu mkimya. Unaweza ukawa mkimya na una kiburi cha kupitiliza, unajua. Mtu mnyenyekevu number 1 ni anayetambua Mungu ndio chanzo. Mungu ndio chanzo cha baraka yangu. Mungu ndio chanzo cha chochote nilicho nacho. Namba 2, unyenyekevu inamaanisha unatambua ya kwamba juhudi zako sio zilizokupatia matokeo, bali ni mkono wa Mungu. Ya kwamba sio juhudi zangu, ni mkono wa Mungu. Now, Mungu mtu kama huyu ana neno moja linalombeba. Huyu mtu anatambulika na shukrani zake. Ukijua Mungu ni chanzo, unarudi kwenye chanzo kumshukuru. Ukijua sio juhudi zako, unarudi kwa aliye kunyoshea mkono wako kukushukuru. So Mungu anapoona shukrani mara kwa mara kutoka kwenye kinywa chako, anaona moyo wa unyenyekevu. Moyo wa kiburi ni moyo unaojisahau. Moyo wa kiburi ni moyo unaojigamba, moyo unaojivuna ya kwamba ni mimi, kama sio mimi ungelipata wewe. Lakini moyo wa unyenyekevu ni shukrani. Na unapofanya hivyo, Mungu anakuinua. Angalia hapa, anasema vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. So shukrani inasababisha moyo wa unyenyekevu ndani yako, na huu moyo unasababisha Mungu aendelee kukuinua. Kuna mtu anainuliwa hapa katika jina la Yesu. Tembea katika hili wingu la shukrani. Na mwisho, namba 10, shukrani hufanya nini pastor? Shukrani ni ibada ambayo inamtesa shetani. Shukrani ni ibada ambayo inamtesa shetani. Usingoje shetani ya kutese. Una uwezo wa kumtesa wewe kupitia moyo wa shukrani. Don't let the devil torment you. Torment him by thanksgiving. Kwa sababu shukrani ni ibada ambayo utakuwa umemfanyia Bwana. Na unapofanya ibada ya shukrani, adui anaanza kupata mateso. Zaburi 149 mstari wa 6 hadi 9. Njia ya kumtesa ibilisi ni kukataa kulalamika na kumshukuru Mungu wako. Kitabu cha Zaburi 149 mstari wa 6 hadi 9. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Mstari wa 7. Tunaenda mpaka wa 9. Anasema ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu. Katika kumshukuru na kumsifu Mungu, unaanza kufanya kisasi. Unaachilia roho ya kisasi na kuanza kufanya adhabu kwa makabila za watu. Anasema wawafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Utakapokuwa na moyo wa shukrani, wewe ndio unayemfunga shetani badala ya kufunge. Wewe ndio unayefunga roho na nguvu za giza badala zikufunge. Anasema kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hii ndio heshima ya wataua wake wote. Haleluya. Unapomshukuru Mungu, unamwadhibu adui. Anangoja sana yale machozi yako ya kulalamika. Anangoja sana machozi yako ya kulaumu, lakini ameshindwa. Hata yaona katika jina la Yesu Kristo. Nasema hata yaona machozi yako katika jina la Yesu. Now, ni kuonyeshe vitu ambavyo adui anavitumia kuzuia shukrani katika moyo wako. Hivi ndio vitu ambavyo adui anavitumia mara kwa mara kuzuia shukrani katika moyo wako. Cha kwanza,
adui atakufumbua macho uone kile ambacho Mungu hajafanya, anakufunga macho usione kile Mungu amefanya. Hii ni silaha anayoitumia. Macho yako yatafunguliwa kuona kile ambacho hauna, kile ambacho hujapewa, kile ambacho hujafikishiwa, na macho yako yanafumbwa usione kile ambacho Mungu anakufanyia. So watu wanaolalamika haoni kizuri alichonacho, haoni chema alichonacho. Kuna watu wanatamani afya yako, kuna watu wanatamani maisha ulionayo, lakini we huoni. Una magari mawili unalalamika, na kuna mtu ana pikipiki anaomba apate tairi ya hilo gari tu atengeneze nayo troli, lakini we unalalamika vibaya mno. So kazi ya ibilisi mara mingi atakufumba macho, akuonyeshe kila ambacho hauna, akuonyeshe kila ambacho hujapewa. Askofu wangu alitufundisha na akasema, siku zote shetani akikuambia kila ambacho hauna, muonyeshe kile ulicho nacho. Siku zote. Adui akisema huna hela, mwambie nina afya. Adui akikwambia angalia wewe huna nyumba, huna makazi, mwambie nina wokovu. Siku zote muonyeshe kile ulicho nacho kaka. Akikwambia wewe huna chochote, wewe mwambie nina familia na watoto na wananiheshimu, wananipenda, na mshukuru Mungu kwa hao, nitafika tu huko nako sema. Adui anatumia silaha hii mara mingi, atakuonyesha kila ambacho hauna. Somebody uko hapa una ndoa, una mume mzuri, anakujali, lakini kununa kwako ni kwa sababu huna watoto. Kabla hujalalamika kwa kukosa mtoto, mshukuru Mungu kwa kukupa mume. Angalau unaitwa mke wa mtu fulani. Kwa sababu kuna watu ambao wana watoto na hana mume, ni single mother, anatafuta tu mume huyu uliye naye, na wanamngangania kweli, anaomba ufe amchukue. So adui siku zote atakufumba macho usione ulicho nacho, lakini atakuonyesha kila ambacho hauna, atakuonyesha mahali hujafika, atakuonyesha vitu ambavyo hauna, lakini changamka kumuonyesha ulicho nacho. Namba 2, ni nini ambacho adui anatumia kukata moyo wa shukrani kwako? Anatumia ushindani, competition. Utakapofika mahali unajilinganisha na mtu fulani, hautakuwa na shukrani. Kuna watu ambao unajilinganisha nao, ndio sababu unakosa moyo wa shukrani. Mtu anayetaka kuwa na moyo wa shukrani, usijilinganishe na mtu yoyote. Maisha yako na maisha yangu ni tofauti. Mchakato wangu na mchakato wako ni tofauti. Kaa kwenye mstari wako mpaka majira yako yatakapofika. Mungu anakutengeneza kwa ajili ya kitu fulani, na matengenezo yako na matengenezo yangu ni tofauti. Matengenezo ya muimbaji na matengenezo ya mchungaji, vitu viwili tofauti. Matengenezo yako na matengenezo yangu ni tofauti. So usilinganishe maisha yako na mtu. Usiende kwa mtu fulani ukapata ana usafiri and then ukajilinganisha naye, utakosa moyo wa shukrani. Jipime na neno la Mungu. Jipime na kusudi la Mungu. Jipime na mapenzi ya Mungu. Usijipime na mtu. That's why naongea na washirika, jizuie sana unapofanya kazi chini ya mchungaji. Usiwe mshirika ambao unatembea huko alafu unasema pastor, kwa fulani kuna hiki, kwa fulani kuna hiki. Hautawahi mshukuru Mungu katika mahali ulipowekwa. In fact ukishaanza hivyo ni roho fulani imekuingia. Jifunze kwa watu, lakini usijilinganishe kwa watu. Learn from people, but don't compare yourself to people. Haujui nilichopitia nifike hapa, haujui gharama niliyolipa nifike hapa. So uwezi ukajilinganisha na mimi. Usiangalie kiatu ulichovaa ukasema kwa nini mimi sina kiatu kama cha pastor. Kwanza ujui mimi nimekitoa wapi. Inawezekana mimi nimepewa kama baraka. Wewe nani atakupa kama baraka? Itabidi ukinunue. Ujui ninunua wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sije ukaangalia kanisa ukasema angalia kanisa, angalia vile walivyoweka. Haujui tulikopita. Haujui ni nini ambacho tumelipa. Weka kwenye mstari wako, na ukitulia kwenye mstari wako utapata kilicho chema zaidi mara mingi. You get the best. Acha kujilinganisha. Nisaidie tu kumguza jirani yako, mwambie acha kujilinganisha. Inaua sana ndoa. Inanyima watu amani, inanyima watu raha. Natembea na nilienda benki siku moja, mtu wa Mungu, nilikuwa nimeenda kuweka shilingi 300,000. Ndio nilikuwa nimeenda kuweka.
Na bahati mbaya kwenye hiyo benki aliyekuwa ndani ni mshirika wangu. Yuko ndani, ni washirika kadhaa wamo ndani. So waliponiona wakutaka usumbufu, wakaniambia pastor, ingia humu ndani. Mahali wananiigiza panaitwa bulk banking. Bulk banking. Yaani watu wanaoenda pale wanaenda na mifuko ya hela. Mimi na 300,000 tu nilitaka anisaidie chapchap. Mtu wa Mungu, nilipoingia pale nilipata mtu ameweka hela kutoka chini kwa meza kila mahala, na zingine bado zipo kwenye vikapu. Nilipoingia hivi nikakaa nikaziangalia. And then nikarudi nikamwambia samahani, nimesahau kitu ofisini. Haleluya. Nikaondoka. Nikaona afadhali ni bank kwenye simu. Huyu mtu aliniletea hali fulani. Nashangaa mtu anabebaje hela kama hii. Lakini sijui alikozitoa. Usijilinganishe. Ilininyima usingizi kidogo unajua. Kana sema jamani, hela yote siangenipatia tu kidogo ninunue viwanja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Usijilinganishe. Itakunyima. Unawezaona imeninyima mimi. Na wewe umejilinganisha. Una fridge ya mlango mmoja, umeenda kwa dada ambaye ana milango miwili, unataka hiyo. Hujui alipataje. Anaweza akawa alijiuza. Hujui alipataje. Furahia tu hii ya kwako. That's why anasema utaua na kuridhika. Godliness and contentment. Usiruhusu roho ya tamaa. Kulinganishwa ni silaha ya ibilisi ambayo inasababisha tamaa. Ndio sababu watu wanaingia katika madeni ovyo ovyo. Kwa sababu unataka kuwa kama fulani. Unataka kuwa kama huyu na huyu. Watu wako mjini hapa, watu wa Mungu, asikubabaishe. Watu hapa wako hapa mjini. Nilishawahi ona mtu kaja dukani. Nilikuwa nipo dukani, mimi nafanya tu shopping yangu, nanunua kashati hapo kidogo. Then mtu akaingia, akasema bwana mimi na harusi. Mimi na harusi. Akaingia akachukua shati, akanunua, akachukua vest, akachukua koti, akavaa, akaacha za kwake, akasema niandike chini. Niandike chini. Kweli amependeza, naona amependeza. Lakini ya mkopo jamani. Amependeza. Alikoenda wanampigia mkofi, lakini amekopa. Sasa hii yenye amekopa na wewe unakufa nayo. Afadhali ya kwako wewe hujakopa, umeivaa, unapendeza. Furahia hiyo. Lakini wewe ameikopa, akaidunga, umeenda nayo, unapendeza kaka. Hii nzuri sana. Umeitoa wapi? Taiwan. Hajawahi enda Taiwan. Mtu alimuendea. Look, kitakacho kukosesha shukrani ni roho ya mashindano. Nenda hatua kwa hatua. Mungu wako anakutoa kutoka utukufu mmoja kwenda kwa utukufu mwingine. That's why anaitwa from glory to glory. Anakutoa utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Naona ukiingia katika utukufu wako katika jina la Yesu. Na kuona ukiingia katika utukufu wako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Leo hii nataka umuamini Mungu kitu kimoja tu. Omba ni kana kwamba hujawahi omba. Mwambie Mungu nipatize na roho ya shukrani. Nivalishe vazi la shukrani. Simama tafadhali. Simama tafadhali. Simama tafadhali. Simama tafadhali, pastor mmoja hapo. Simama. Please simama mahala popote ulipo. Mwambie Mungu. Inua sauti yako, mwambie Mungu, Baba, nibatize na roho ya shukrani. Mungu, ondoa kabisa roho ya kulalamika, roho ya mashindano, iondoe ndani yangu kuanzia leo hii. Inua sauti yako mtu wa Mungu, nisaidie kuliomba ili litakufikisha mbali. Mwambie Baba, nivalishe lile vazi la sifa tu, vazi la shukrani. Toka katika roho ya kulalamika, toka katika roho ya kunungunika. Mwambie Baba, nibatize na roho ya shukrani kuanzia leo hii. Nakataa vazi la manunguniko, nakataa vazi la kujilinganisha, nakataa vazi la ushindani. Inua sauti yako, mshukuru Bwana. Mwambie Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, nibatize na vazi la sifa kuanzia leo. Nibatize na vazi la sifa. Niondoe katika hali ya kulalamika, hali ya kunungunika, katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, pokea vazi la sifa kuanzia leo hii. Utapata neema ya kumshukuru Mungu katika kila jambo. Utapata neema ya kumshukuru Bwana katika kila jambo. Baba, asante, asante Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Sasa kwa sababu umepata ufahamu, kabla hatujashiriki meza ya Bwana, umetambua shukrani inahifadhi baraka yako, inakuzidisha. Nataka uchukue dakika 2, angalia maishani mwako kizuri ambacho Bwana amekufanyia, chema ambacho Bwana amekufanyia. Mwambie asante. Inua sauti yako, ongea naye ni kama unaongea na mtu aliye mbele yako. Mwambie kila alichokufanyia. Hata kwa kukupa uzima, mwambie asante. Hata kwa kukupa afya, mwambie asante. Hata kwa kusimamisha, mwambie asante. Mungu ambaye amekunusuru, mwambie asante. Inua sauti yako
unapomshukuru mtu wa Mungu, kumbuka mema yake, kumbuka matendo yake, kumbuka ukuu wake katika maisha yako. Kumbuka alichofanya juzi, kumbuka alichofanya jana, kumbuka alichofanya wiki jana, ambacho unajua kabisa ukumpa shukrani ya kutosha. Leo hii mwambie Baba, asante, asante, narudisha utukufu huu, narudisha heshima hii kwako. Ni wewe uliyefanya, maana wewe ndio chanzo, wewe ndio sababu, wewe ndio chanzo na wewe ndio sababu. Asante Baba yangu, asante Mungu wangu. Mwinulie Bwana sauti yako, mwambie Baba asante, asante, asante Mungu. Asante kwa matendo yako ambayo hayawezi yakapingika, hayawezi yakakanwa, hayawezi yakapingika. Asante kwa mema uliyotenda maishani mwangu. Asante Mungu wetu, asante Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja aseme amen. Funga macho yako, inamisha kichwa chako. Unatamani kuwa mtu wa shukrani. Umeua baraka nyingi kwa kulalamika. Leo hii Yesu anakuita, anataka akuokoe, akuondolee moyo mzito, akuondolee vita vya kishetani ambavyo vinafunga macho yako usijue kila ambacho Mungu amekutendea. Kama uko hapa na unajua hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako na unatamani kuokoka leo hii, mahala ulipo inua tu mkono wako ni kuombee. Kuna yeyote hapa unajua kwamba pastor, sijaokoka, nataka kumpa Yesu moyo wangu, nataka kumpa Yesu maisha yangu? Kama uko mahala popote hapa, inua tu mkono wako ni kuombee. Father, we give you praise. Father, we thank you. Unajua sijaokoka na unatamani kumpa Yesu moyo wako, mahala popote ulipo, inua tu mkono wako nami nitakuombea na utampa Yesu maisha yako. Kama umeinua mkono wako, njoo hapa mbele, njoo tu hapa mbele nami nitakuongoza sala ya toba. Wapigie makofi wanapokuja, wapigie makofi wanapokuja. Njoo tafadhali, njoo tu hapa mbele. Mpe Yesu maisha yako leo hii, akubadilishe, akupe vazi la sifa, akupe vazi la sifa. Njoo. Wapigie makofi bado wapo. Unajua sijaokoka na unataka kumpa Yesu moyo wako, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Thank you Jesus, thank you Father, we give you praise. Thank you Master, thank you Lord. Hallelujah. Kanisa, naomba uketi, mwandalie Bwana sadaka. Naomba uketi tafadhali. Mwandalie Bwana sadaka. Unajua ni chanzo cha maisha yako, chanzo cha uhai wako. Andaa sadaka yako kwa Bwana. Katika jina la Yesu. Kwako, na wakilisha dhabihu yangu kwako. Inua sauti yako, mwambie Bwana, pokea sadaka hii, pokea dhabihu hii, pokea zaka yangu, pokea malimbuko yangu. Wewe ambao upo kwa mtandao, tumia namba zilizopo kutuma sadaka yako. Mwambie Baba, ipokee. Asante kwa yote mazuri, asante kwa vyote vizuri, asante kwa wema wako Baba. Asante Mungu wetu, asante, asante Baba yetu, asante kwa kunitenda wema, asante kwa kunitenda wema Baba, katika jina la Yesu Kristo. Inua hiyo sadaka Baba, pokea sadaka za watu wako, dhabihu zao, malimbuko,
kila ambacho walikuja kukuabudu nacho. Na Mungu naomba uwainue na kuwabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba uketi kidogo. Ashas watapita kupokea sadaka kwako, na wanapopita pokea matangazo haya. Ashas tuende haraka kidogo kwa sababu ya mtatamka baraka kwako katika jina la Yesu. Natamka ushindi wako katika jina la Yesu, na kutamkia mpenyo katika jina la Yesu. Ninaomba Mungu aagize malaika wake wakutangulie katika jina la Yesu. Nenda na ulinzi wa kiungu katika jina la Yesu. Huu mwezi hautakuwa mwezi wa aibu yako. Nenda uwe mwezi wa utukufu wako katika jina la Yesu. Mwezi wa baraka yako katika jina la Yesu. Alisema mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo. Kwa sababu umefika mwisho wa mwaka, natangaza vitu bora vikupate katika jina la Yesu. Vitu vilivyo vizuri vikupate katika jina la Yesu. Nenda umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo, na anayeamini aseme amen. Tutashiriki wema na fadhili kwa pamoja. Hakika wema na fadhili utatufuata sisi siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa katika nyumba ya Bwana sasa na hata milele. Amen. Sasa kuna vituo viwili vya meza ya Bwana, kuna hapa na pale. Wala ambao wako huko wanaweza pita tu, na wala ambao wako hapa wanaweza wakapita. Nitatamani sana tupite ili tuende. Kama hujatoa sadaka, iweke tu madhabahuni, Mungu ataipokea na utabarikiwa zaidi katika jina la Yesu. Amen. Nina ushuhuda, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, anafanya tena na tena. Yesu amenitendea, huyu Yesu kweli anafanya tena na tena, anafanya tena.